Nakwambia ukiwa umeolewa kutoa suruali nje haikuangi rahisi. Wachana na kamati ya roho chafu. Yenye nakwambia ni shetani, hakuna shetani. Mwanamke mwenye ameolewa kutoa suruali nje si rahisi, kamati ya roho chafu, kwa sababu wanawake wakiamua kucheat ni meeting anakuanga amejiita. Na usiwahi danganya na kamati ya roho chafu. Kuna kama mwanamke kana feeling guilty after kamecheat. Kana kuanga na confidence. Unaona kama mwanamke Kenya kanaingia kwa lodge kanatoa zote. Niliona kengine kameshikwa kwa lodge hata akakubuki kwenye bra iko. Mtu wako unajua kuna wale watu wanasemanga ni shetani. Hakuna kitu kama hiyo. Unajua mwanaume hata akienda kucheat, si ati na normalize cheating, but wacheni niwaambie kucheat ya wanaume na wanawake haiwezi kuwa the same. Mwanamke akiamua kucheat, my dear friend, do you know si rahisi kutoa suruali ukiwa married. Lakini inafika place watu wanaona it's like a normal thing. Na ukitaka kujua tu bibi tu nje tunaumangwa nje. Utu tunakuanga tumewin trust kwa society. Ni kama mtu Kenya hata ukiambiwa aka kaliumwa nje utasema hapana. Kama mtu Kenya ukikaona na mtu kama mimi naambiwa ni mimi nakapoteza. Unajua kama win trust ya society. Niliona mwingine akiniambia what? Kangu kaliumwa nje nikakapata, kalichange, kalikuwa kanalia, kakachange, kakaanza kuwa kama Mkristo. Baadaye ndio nilikuja kurealize hata mtoto wetu wa mwisho ni wa pastor wao. Kalichange, kalikuwa kanaomba shika pencil mpaka kanalia, na ndio wako kalizaa mtoto nje. So nikiwaambia ukweli mnakasirikanga. Mwache kujustify usherati. The moment kama mwanamke kameumwa nje, marriage inastahili kuisha. Kitu ya kwanza wanaume wanafikirianga mambo ya watoi. Wewe unalia juu ya watoi. Watoi unadhani ukikufa saa hii watazikwa kwenye huko? Kitu kingine, the moment ameumwa hawezi regret na hawezi acha. Hakuna kama mwanamke kanaumangwa nje kanaachanga kuumwa kataumwa tena. Nikiwaambia ukweli mnakasirika. Alichange ni shetani. Hakunanga shetani mwingilia mwanamke akaumwa nje. Anakuanga anajiita committee, amekaa na unajua once amezoea. Unajua before hakuwa anaumwa alikuwa anaogopa. The moment ako kwako ametoa suruali nje amepepetwa hawezi acha. Na mkifanya research, unajua naonanga wanaume mna creating problems na nyinyi tu mnajiletea. Kwa sababu utapata kuna mwanaume mwenye anasema tu na confidence amepepeta tu bibi tu wenyewe sita. Ni kumaanisha unaona the more unapepeta tu bibi tu wenyewe ujue hata kako kakwamani katapepetwa na mtu mwingine. Na mkiangalia hata video ya Egonga, hakuna mwanamke alikuwa anakaa mang'aa alikuwa kwa hiyo video. Wote walikuwa wanakaa decent, wamevaa dress decent. Kama tiara chafu. Unajua hao ndio mnatakanga, nataka mwanamke anakaa kuna morals. Anakaa kuna morals na ana mang'aa kuwatoa suruali si rahisi, na mfanye research. Mang'aa hata mkianza kuombana mtaanza wapi na ataangalia aone ni kama mnajoke. Utaanza anje kuomba mang'aa kama tiara chafu. Wale watu wanakaanga mang'aa kutoa suruali si rahisi. Utu wenye tunaomba tunalia ndio tunapepetwa nje. Na wachana na kamati ya roho chafu yenye nakwambia ufongivu kama mwanamke Kenya kamepepetwa nje. Niliona mwingine akiniambia unajua alizaa katoto kamoja si kangu. Sasa pastor akaniambia wacha tu mkalee, there is no way mnaweza haribu doa juu ya vitu peti. Mtu mwenye ameriski kwenda kuchezea safe days au wapi kama mnaweza pata ukimwi au wapi kama unaweza pata kasonde ndio unasema ni vitu peti. Wachani niwaambie kamati ya roho chafu, huyu ni mtu mwenye atakupea ukimwi na uendelee kumeza madawa. Na nikiwaambia ukweli mnakasirika. Unajua kuna wale watu wanasemanga ni kama unateteanga wanaume. Mwanaume akiamua kucheat anacheating na bado ana provide kwa familia yake na hapo hapo. Yeye anaendanga tu juu anataka kusikia vizuri, lakini bado anja cheat ile 100% ati ameabandon family. Nikiwaambia ukweli mnakasirikanga. But mwanamke uanza amekubali kutoa suruali nje, akili zake zote zinakuanga huko. Wao wana cheating mpaka na emotions na wanakuanga attached. Naona unapata kuna kama mwanamke unaweza kuwa unapepeta na kana imagine kana pepetwa na mtu mwingine kwa sababu hiyo kitu ina stickingi kwake. The moment mwanamke amepepetwa na mtu, DNA yake bado inabakingi hapo na mfanye research. Nikiwaambia ukweli mnakasirikana. Nikiwaambia hakuna advantage ya usharati mnaonanga ni kama na exaggerate. Usharati ya wanawake ni worse kuliko ya wanaume. Na si ati na encourage uti. Na utajua aje kama mtu kako kanapepetwa. The moment kabibi kako kanajua uko na mtu na kananyamaza, hiyo ni red flag. The moment kanakwambia hatuwezi haribu doa juu ya vitu pete, kanajua uko na mtu na she is still there, hako ni kama mtu kenye kanakuwa kana revenge. Ukitaka kujua kabibi kako akaja pepetwa nje ni kenye kanakupata na mtu kanakasirika mpaka kanaenda kwao. Wachana na hizi jambazi za kusema watoto hawawezi kaa bila peke yao, hawawezi kaa peke yao. Kamati ya roho chafu. Kana seto tu hapo. Hata ukalala nje akaweze kuuliza ulikuwa wapi, hata kama ni ile time kulikuwa na mafuriko. Hapo ni kama mtu kanakuanga kamehili kwa crime scene na bado kanapepetwa kakiwa kwako. The moment mwanamke ameumwa nje, hiyo marriage inastahili kuisha. Ngoja usikie kamati ya roho chafu. Una encourage watu waachane. Na wacha nikwambie as a man, you will never heal
after umegongewa bibi. Nikiwaambia ukweli mnakasirikanga. Unajua mwanaume anazanga kujiuliza maswali. Niliona mwingine akiniambia, "Hey, niliona chat ya bibi yangu na kampango kake akimwambia, "Hey, wewe unanifanyanga vizuri, ezin unanipepetanga fiti." Ezin mwanamke mwenye mpaka anaenda kukusengenya na mabenteni wake. Huyo ni mtu mwenye anataka udharauliwe. Nikiwaambia ukweli mnakasirikanga. It's never too late. Once mwanamke amegongwa nje, wacha asonge akisonganga na aibu. Maisha ni yako. Self esteem ni yako inaenda chini kama tiara chafu. Anyway, nawapenda sana guys. Subscribe to my YouTube channel. Tupatane on my next video na mcomment hapo. Nawapenda sana. Bye.